ahadi ni deni kwa mwekezaji wa klabu ya Simba endapo kombe likaja ndani ya ardhi ya Tanzania, na yote majukumu hayo yameweza kuachwa kwa kocha Fadlu Davis. Na nikufahamishe tu kwa mwekezaji wa klabu ya Simba ameweza kuweka ahadi ya kununua basi la kisasa ambalo klabu ya Simba itakuwa inalutumia, na kiuhalisia basi hilo ndani ya ligi ya Tanzania hakuna basi lenye thamani zaidi ya basi hilo ambalo litakuwa limeweza kufika ndani ya ardhi ya Tanzania. Na nikufahamishe pia swali lingine mpaka mudau, endapo klabu ya Simba ikafanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho na kuweka kombe ndani ya ardhi ya Tanzania, basi nikufahamishe kuhusiana na swala zima la maandalizi ya kuhakikisha kabisa kwamba Simba Sport Club wanakuwa na pitch yao, na yani inamaanisha uwanja wa Simba Sport Club. Manake hapo tayari morali na nguvu itakuwa imeweza kupatikana kwa viongozi na watakuwa wameshajithibitishia kwamba Simba ina uwezo wa kuja kushika nafasi ya kwanza kwa ubora ndani ya vilabu vya Afrika kwa ujumla. Kiuhalisia inatia nguvu, inatia moyo kitendo tu cha katika vilabu vitano bora Afrika Simba Sport Club inashika nafasi ya 4. Hii ni kubwa na hii inazidi kutia hamasa, na endapo sasa Simba akajizolea umaarufu zaidi kuweza kuchukua kombe la shirikisho, ambapo nafikiri mechi hiyo inatazamiwa mnamo tarehe 15 tarehe 16, ambapo huenda ndani ya nchi ambayo watu wengi sana wanaamini mechi itakuwa ni ngumu, mechi itakuwa ni kali sana zidi ya RSB Berkane ambao tayari wako na morali kubwa kuhakikisha kabisa kama kombe linabaki kwao, kwa sababu tayari Simba anaanzia ugenini, advantage kubwa sana ambayo Simba Sport Club ameweza kuipata kitendo cha kuanzia ugenini. Manake yeye anachokitaji ni kutafuta suluhu tu ya kuto kuruhusu goli la aina yote. Kwa hiyo ni advantage kubwa sana ambapo Simba Sport Club watakuwa tayari ameshajizolea nafasi hiyo. Kwa hiyo ni swala ambalo mpaka muda huu linazidi kuwaumiza sana vichwa mashabiki kwa ujumla na hata pia uongozi kwa kupitia kocha Fadlu Davis. Na katika swala ambalo tusipolizungumzia basi tutakuwa tunamkosea sana. Wachezaji wanapewa maua yao, lakini lazima tukubaliane kwamba kocha Fadlu Davis, yani ukisikia mashine ama engineer, na huyu unaweza kumuita ni zaidi ya Profesa Nasri Nabi, ambaye na yeye kwa upande wake alishawahi kufanya makubwa ambayo yaliweza kufikia kwenye klabu ya Yanga kufika hatua ya finali katika kombe la shirikisho dhidi ya USM Alger, ambapo bado historia imeendelea kubakia ndani ya kikosi cha Yanga kupitia kocha Nasri Nabi. Kwa hiyo kwa sasa kwa uzi mwekundu, uzi ambao bila shaka kila mmoja ana imani kwamba kombe linakuja nyumbani, yani kombe ambalo litakuwa limeweza kubakia ni makombe mawili tu, kombe la klabu bingwa pamoja pia na kombe la Super Cup. Na amini usiamini, yote yanawezekana kwa kupitia kikosi cha wekundu wa Msimbazi, morali, ubora, jitihada pamoja pia na benchi la ufundi kwa ujumla, yote yanawezekana. Tunaanza na kombe la shirikisho, after that nafikiri ni kombe la klabu bingwa liweze kuja ndani ya ardhi ya Tanzania, na hapo hatutoishia hapo, bado katika kombe la Super Cup ambalo pia kwa kocha Fadlu Davis ameweza kuweka ahadi ya kulileta katika ardhi ya Tanzania. Kwa ni swala na imekuwa ni image kubwa na ndoto kubwa ya kila mshabiki wa klabu ya Simba kuhakikisha kama naye anakuwa kwenye furaha nzito ya kuleta pia kombe la shirikisho ndani ya ardhi ya Tanzania. Itakuwa ni historia ambayo haijavunjwa na klabu yoyote hapa Tanzania. Cha msingi tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.